different. Ndio mmefikia hatua sasa mnaitaka tarehe moja kwa udi na uvumbi. Kwa sababu timu ninayo, kwa nini siitake? Sawa. Bado mapema sana kaka. Nisikize vizuri. Timu ninayo. Nadhani huyu uliona kule kwake alinifunga chuma hizi. Leo hii nadhani unaona hapa mpira uliochezeka na jinsi ambavyo timu yangu ilivyojitahidi. Kwa nini sasa simuhitaji yule? Yeah. Yule mimi ni mpinzani wangu. Twende nikwambie kitu kimoja. Kwa nini namhitaji mimi yule Topolo? Yule mimi ni mpinzani wangu. Kanifunga mara 6. Fululizo. Sio unanielewa hii? Mara 6 mfululizo. Unasema hii huenda ikawa ya 7. Ndio maana nikasemaje kwa Simba hii hiyo ya 7 itakuwa labda huko kwao, lakini sio kwetu sisi. Sisi mechi tunaitaka nje ndani, nje ndani, with or without kizungu hicho. Ila kwambiaje mmejipanga kidogo. Ila kitu kingine, sikia kitu kingine. Kwani kocha ampi Loemba full time? Sasa hapo Loemba full time hatari. Hapo kwa kitu kimoja nataka ukielewe, sawa? Au tumpe muda. Yeah, of course tumpe muda. Yule najua ni mchezaji mzuri, ana kiwango kizuri, lakini kwa Simba hii kwa sababu amekuja katikati, acha tumpe muda na all kiwango kizuri hakijifichi. Hakijifichi kwa sababu leo ukimzungumzia Aura, ukimzungumzia Libasegwe, ukimzungumzia Kibabage, wachezaji ambao wote wamekuja dirisha dogo na wameonyesha makubwa sana. Ukimzungumzia Chama, mtoto mwenye miaka 17. Nadhani unaona 17. Mtotoni. Ana 17. Yule 2003 yule. Of course. Sababu wenyewe unaona nadhani mpira ambao alikuwa anaucheza. Mpira biliani, mpira kashata. Na ukiangalia Chama alivyorudi ndio kama Simba ndio imerudi vile. Au unaonaje? Sasa hivi Simba imerudi vile. Sasa hivi Simba imerudi. Simba imerudi katika makali yake. Simba imerudi kwenye makali yake. Sio kama ni imerudi. Na tutaona mengi na ndio maana anasemaje? Sisi sasa hivi timu ndogo tukizifunga wanasema kwamba tumepata vibonde. Na hiyo ndo kauli yao. Hiyo ndo kauli ambayo ipo. Sababu leo hii nimemfunga KMC, nimeambiwa kibonde, si nimemfunga nani kibonde. Si namtaka huyo ambaye ajitee mamba. Sina mtaka huyo. Sina mtaka huyo. Timu ambayo nilikuwa nayo kwa uwezo wa timu ambayo unanionyesha, kwa timu ambayo ilivyoungana, kaka, natumai utaona makubwa sana. Wao wanasema wanawahitaji leo kesho wapige tunawasubiria. Kwanza tunahamnao kwanza. Mimi naweza nikasema kitu kimoja, sawa? Waje. Sawa. Kwa sababu sisi hapa ndo tunawahitaji. Bwana nyie muogope Alan Okello. Wewe kwa nini kusubiri? Hivi kwa nini? Unajua unanikosea kwanza. Unajua mimi ndugu waandishi wananikosea kitu kimoja. Nisikize vizuri, ndugu waandishi mnanikosea kitu kimoja. Kwa nini mnasema wa kwao? Kwa nini msema wa kwatu? Wao muogope Libase wewe. Loemba. Kaka, vipi? Mimi mwenyewe nina wachezaji ambao wanaonesha viwango vizuri. Sawa. Tukizungumza football na mimi na wachezaji kaka. Sawa. Leo hii Simba nimebadilika. Nimebadilika vibaya mno. Kuanzia mbele, kati na nyuma. Simba inaonesha kitu gani inahitaji in football kabisa. Simba inahitaji kitu gani? Nadhani umeona leo na mechi za nyuma. Ndio maana nakwambiaje, wale watu wawe na osio nini? Alan nini? Unasema Starboy Alan Okello. Atajua mwenyewe. Tarehe moja tunza risiti yangu. Tarehe moja. Mimi hii mechi naitaka nje ndani au tuombe tarehe moja au tuombe tarehe moja waandike barua ya maombi kwamba tuwapunguze nani ambaye hastahili kucheza. Wanamhofia wao. Watu waandike kwenye barua kwamba naomba mchezaji huyu atoke, Libase huyu atoke, Loemba atoke, sisi tutawasikiliza. Wao watume maombi. Au tusiapokee maombi. Bwana hiki kiburi na jeuri inatokana na kiwango. Tuna wachezaji wazuri. Na wachezaji wengine wa Simba. Timu imebadilika. Timu imekaa vizuri. Timu imebadilika. Sawa. Sisi tunasema kitu kimoja, leo hii ukiangalia hii mali na ile mali ya kule ni kama vile wameenda bahati mbaya. Yaani nafasi ilikuwa sisi ya kwetu nje. Sema kwa sababu sisi hatukuanza vizuri, tumekuja kujitengeneza katikati. Na kama tungesajili hii dirisha dogo ingekuwa kama ndio ligi hii ingeanza. Ingekuwa ni hatari sana. Mimi napata kiburi. Mimi kama shabiki napata kiburi, nisikilize vizuri. Napata kiburi kwa sababu timu yangu inanifanya nionekane inanifanya mimi niwe na kiburi. Alafu cha msingi bwana, kwa tumpe pole Mpanzu. Mpanzu kafiwa na mtoto wake. Tumpe pole, anapitia wakati mgumu lakini bado unaona unajua kitabu. Alafu anatokea mwehu mmoja anasema eti ana furaha. Hivi yule tumfanyeje yule? Anasema kwamba hana furaha na. Hivi tumfanyeje yule? Unajua kitu kimoja. Wewe sasa tumfanyeje yule? Ndio nataka nijibu hapo. Unajua sisi utajibu kiutumishi wa Mungu. Tuseme kiuni. Tumfanyeje? Tunamfanya vibaya. Lakini kifootball zaidi, sawa? Unajua mdomo siku zote hauwezi kufungwa. Kila mtu anaweza kaongea mpango wake, lakini ndio maana
Natumai msemaji wetu alizungumza vizuri sana, akasemaje kwamba yule ni mpuuzi kama mpuuzi mwingine. Unaelewa? Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kama Libase Goya nani Mpanzu kama kafiwa. Hii imekuja kwa sababu kama vile exclusive, lakini bado watu kama vile wanaipuuzia. Kufiwa na mtu ambaye wa karibu inauma, nadhani unaelewa. Unaelewa? Leo hii lakini bado mtu anaperform. Lakini unatokea wewe mgonjwa mmoja kwa sababu unataka like na comment, hatukukatai kwa sababu ni kazi yako. Ifike kipindi unatakiwa uangalie na upande wa pili. Kwanza kwenye kazi hana mwaka mmoja hana kwenye kazi. Unatakiwa uangalie mwaka mmoja kwenye kazi hana. Kweli yule ni mwandishi hodari sana. Mimi simkatai. Ni mwandishi hodari na anajua. Sawa, lakini anatakiwa angalie mipaka yake. Si unaelewa? Anatakiwa angalie mipaka yake. Yuko vizuri lakini angalie mipaka yake. Asije akashusha thamani yake kwa vitu vidogo. Bwana, jambo lenu limemalizika, kesho wananchi wako mzigoni na adui muombe njaa hajamaliza. Shughuli imeisha. Yaani hao nitafunga. Uzalendo wa wichi. Wao nitafunga. Wapi? Wanasema muombe wawakilishi wenu. Nasemaje? Adui muombe njaa. Kama mimi nilikubali nimetoka na bado nasimangwa. Yeye ni nani? Wewe mbona unashaanza kuchanganyikiwa? Nadhani leo uliona interview ya msemaji wao. Nakwambia cheupe tutatoa na. Ashaanza kuchanganyikiwa. Ashaanza kuchanganyikiwa. Wapale kuongea hawezi. Itakuwa na mambo mengi sana. Ulidhani tu sisi tunachanganyikiwa? Sio sisi tu. Sawa. Sisi walituattack jana msemaji wetu kuongea. Leo hii umezani umemsikia mtu yuko Zanzibar lakini kapagawa, ajui anachokiongea nini. Au tupe masaa 72 kama wale. Tupe masaa 72. Umesikia interview yake vizuri ulivyokwambia? Umemsikia? Anakwambia sijui cheupe, nakwambia nitakumbua. Hivi asipate tabu. Akitaka tumtajie sisi tutamtajia wewe. Sema kaka yako ambaye ni Ahmed Ally ni upande wa pili na kuna amemchunguza akitetema wewe ukiwa kama mdogo mtu. Hebu ukweli wote ukisema upande wa pili hatumuelewi. Unajua kuna muda ndio maana nasemaje, domo jumba la maneno nimekupa na kitu cha taarabu hiyo taarabu ya mwaka yule. Sasa hivi yule anaanza kupagawa mapema. Sawa, yule mwacha aongee kwa sababu all sawa, hatukatazi mtu kuongea, ndio maana anaongea huko kule, si tupo huko, tupo tofauti. Tarehe moja sasa ndio aje kuthibitisha, si unaelewa? Tarehe moja ndio aje kuthibitisha. Siku zote wasemaje? Sawa, time will talk. Sasa ukiwa wewe mdogo mtu, mimi kama subiri, mimi mwenyewe Mnyamwezi. Sawa, mimi mwenyewe nyama. Kwanza mzee Ali mwenyewe anavyosemekana ni Simba dabdamu. Sasa wewe una uhakika? Inasemekana mzee Ali mwenyewe Simba dabdamu. Ifike kipindi muwe mna uhakika. Sawa, yule ni kitu ambacho anaongea. Sawa, mdomo hauwezi kunyamazishwa, mwache aongee. Na yule sasa hivi ni wale watu ambao wanatafuta namna gani vipi. Sisi tunasemaje? Waache waongee. Yaani sisi kuongea waache waongee. Ila tarehe moja ndio atakuja na ile picha kabisa. Amesema atapost. Sisi tutaambia kuna bana, akatengeneze bana ambalo muoneshe yule jamaa anatetema hivi. Atakuja kutetema hapa. Au vipi? Wewe mimi nishakwambia kesho. Au tupe masaa 72 kama wale influencer wale. Changanyikiwa. Unasikia? Kuhusu kesho adui muombe njaa. Mimi na adui muombe njaa. Yule haendi popote. Huo ni kweli. Yule akitoka pale mimi naenda kumpokea mwenyewe. Nisikia vizuri. Naenda kumpokea mwenyewe pale. Nambeba na mabegi. Nambebea na mabegi. Namleta huko bwana, sikia. NBC sasa hivi kazi ya kuhama kiwanja toka hapa KMC kule. Bas tumemaliza. Na ndio ligi tunaangalia sasa hivi.